Marekani yaingilia rasmi vita vya Tundu Lissu na utawala wa CCM wa Samia Suluhu na vyama vya upinzani Tanzania. Serikali ya Trump imetuma masharti mazito kwa Samia Suluhu na upinzani Chadema sasa hivi ili uhusiano wa Tanzania na Marekani uendelee kuimarika zaidi. Tanzania sasa italazimika kumaliza migogoro kati ya CCM na Tundu Lissu haraka iwezekanavyo. Bunge la Marekani limetoa sharti zito na ujumbe wa mwisho uliotumwa kwa Samia Suluhu utakushangaza. Hakikisha umelike video hii na kusubscribe kabla nizame ndani ya taarifa hizi na nikujuze kila kitu kwa kina na kwa undani zaidi. Kwa miezi kadhaa, mvutano wa kisiasa kati ya serikali ya Samia Suluhu na kiongozi wa upinzani Tundu Lissu umeendelea kutawala mijadala ndani na nje ya Tanzania. Kifungo cha Tundu Lissu, kesi ya uhaini inayomkabili na mivutano inayoendelea kati ya CCM na vyama vya upinzani imezidi kuvutia hisia za kimataifa. Sasa maendeleo mapya jioni ya leo kutoka Marekani yanaongeza shinikizo mpya kwenye mjadala. Ripoti zilizoibuka kutoka Washington zinaeleza kuwa wajumbe wa baraza la Seneti la Marekani wametaka kuanzishwa upya mchakato wa mazungumzo ya kisiasa na maridhiano kati ya serikali ya Tanzania na vyama vya upinzani ikiwemo chama cha Tundu Lissu cha Chadema. Katikati ya mijadala hiyo ni mgogoro wa muda mrefu unaomhusisha Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema upinzani Tanzania, ambaye kesi zake za kisheria na kufungwa kwake zinaendelea kugawanya na kuzua migogoro na kuleta maoni ya mgawanyiko ya kisiasa Tanzania nzima. Kwa mujibu wa ripoti hizo kutoka bunge la Seneti la Marekani, pendekezo hilo ni sehemu ya mapitio mapana ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani. Wabunge wa Marekani wanasemekana kusisitiza umuhimu wa maridhiano ya kisiasa, mazungumzo ya kidemokrasia na ushirikiano kati ya chama tawala cha CCM na vuguvugu la upinzani nchini. Ujumbe unaotoka Washington ni rahisi: mazungumzo yenye maana ni muhimu ikiwa Tanzania inataka kuvuka mvutano wa kisiasa ambao umeongezeka tangu matukio ya kutatanisha yanayozunguka uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025, na kwa mara nyingine jina la katikati la mazungumzo hayo ni Tundu Lissu. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, Tundu Lissu amebakia kuwa mmoja wa watu wanaozungumziwa sana nchini Tanzania. Wafuasi wake wanamuona kama ishara ya upinzani wa kisiasa na mageuzi ya kidemokrasia. Wakosoaji wake wanahoji kuwa taasisi za kisheria zinafaa kuruhusiwa kushughulikia kesi yake bila kuingiliwa kisiasa. Lakini bila kujali itikadi zake za kisiasa, ni wachache wanaoweza kukataa kwamba kuendelea kufungwa kwa Tundu Lissu kimekuwa suala kubwa la kisiasa nchini, si tu ndani ya Tanzania bali linazidi kuongezeka kimataifa. Matukio ya hivi sasa ya hivi punde yanapendekeza kwamba serikali za kigeni za nje na taasisi za kimataifa ziko makini na kile kinachoendelea nchini leo. Kwa mujibu wa habari zinazosambaa kutoka Marekani leo, wabunge wa Marekani, wabunge wa Seneti wamewahimiza viongozi wa Tanzania kuendeleza mijadala ya moja kwa moja yenye lengo la kupunguza mivutano ya kisiasa. Pendekezo hilo limeripotiwa kutaka mashirikiano kati ya Rais Samia Suluhu Hassan, viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Lissu na wadau wakuu wanaohusika katika mchakato wa demokrasia ya Tanzania. Mtazamaji, pendekezo hili limekuja wakati Tundu Lissu akiwa rumande gerezani huku taratibu zake za kisheria zikiendelea. Kwa wafuasi wa Tundu Lissu, ushiriki wa waigizaji wa kimataifa unawakilisha wakati muhimu sana. Wengi wanaamini kuwa kuongezeka kwa umakini wa kimataifa hasa kutoka Marekani kunaweza kuweka shinikizo la ziada kwa mamlaka ya Tanzania ili kuhakikisha kuwa michakato ya kisheria kama ya Tundu Lissu inashughulikiwa kwa uwazi na haki pasina kuegemea upande wowote. Muda pia unajulikana, na hivi majuzi tu wanafamilia wa wafuasi wa Tundu Lissu wamezidisha juhudi za utetezi wa kimataifa. Mwanawe Tundu Lissu alijitokeza awali katika vikao na mikutano ya kimataifa nchini Marekani hivi juzi tu akizungumzia hali ya baba yake na kuibua wasiwasi kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na haki za binadamu nchini Tanzania. Juhudi hizo zinaonekana kutoa mwamko mkubwa wa kimataifa kuhusu kesi hii ya Tundu Lissu. Wakati huo huo, msimamo ulioripotiwa wa Seneti ya Marekani unaonekana kuiana na wito mpana zaidi wa maridhiano ya kisiasa badala ya kuendelea makabiliano. Mtazamaji, wafuasi wa mazungumzo hayo wanahoji kuwa mzozo wa muda mrefu wa kisiasa haufaidi mtu yoyote. Wanasema mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa wapinzani wa kisiasa kukaa pamoja na serikali kujadili tofauti zao na kutafuta suluhu za amani. Tukumbuke Samia
Samia Suluhu tayari alikuwa amezungumzia mambo ya maridhiano na mazungumzo, lakini chama chake Tundu Lissu kama vile Chadema kiliweza kukataa kabisa mazungumzo hayo, yakisema ya kwamba hakutakuwa na mazungumzo kama kiongozi wao au mwenyekiti wao bado yupo gerezani na kesi yake ambayo wanasema ni kesi ya mchongo bado haijafungwa. Lakini vyama vingine vya upinzani nchini Tanzania vilikuwa tayari kukaa meza moja na Samia Suluhu. Wengine hata hivyo wanahoji kwamba majadiliano yoyote lazima yaheshimu taratibu za kisheria na uhuru wa kitaifa. Mtazamaji, kinachofurahisha zaidi maendeleo haya ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alishawahi kuzungumzia umuhimu wa maridhiano ya kitaifa. Katika taarifa za awali, Rais Samia alionyesha kuunga mkono mipango inayolenga kuimarisha umoja wa kitaifa na kupunguza migawanyiko ya kisiasa. Pia alijadili mipango na mbinu za upatanisho iliyoundwa kuleta pamoja sauti tofauti za kisiasa nchini. Hata hivyo, uhusiano kati ya CCM na Chadema umeendelea kuwa mbaya hadi leo. Viongozi wengi wa Chadema akiwemo Tundu Lissu wameendelea kukishutumu serikali kwa kukandamiza shughuli za upinzani, huku viongozi wa serikali wakisisitiza kuwa taasisi za kisheria zinafanya kazi kwa uhuru na kwa mujibu wa sheria. Matokeo yake, uaminifu kati ya pande hizo mbili bado ni tete. Ndiyo maana ujumbe wa hivi punde kutoka Marekani unavutia watu wengi. Baadhi ya waangalizi wanaamini Washington, Marekani, inajaribu kuhimiza mazingira ya kisiasa ambapo kutoelewana kunaweza kushughulikiwa kupitia mazungumzo badala ya makabiliano na matusi ya muda mrefu. Wengine wanaona maendeleo hayo kuwa ni ushahidi kwamba migogoro ya kisiasa ya ndani ya Tanzania inazidi kuwa mambo yenye maslahi ya kimataifa, na kwa mara nyingine tena umakini mkubwa unamhusu Tundu Lissu. Iwe inajadili demokrasia, haki za binadamu, uhuru wa kisiasa au hata siasa za upinzani, kesi ya Tundu Lissu inaendelea kujitokeza kwa wingi katikati ya mazungumzo ya kimataifa kuhusu Tanzania. Wafuasi wake wanahoji kuwa kila kuahirishwa, kila kusikilizwa kwa kesi mahakamani na kila siku ya ziada anayokaa gerezani Tundu Lissu inazua maswali zaidi kuhusu mustakabali wa kisiasa wa nchi. Wapinzani wake wanashikilia kuwa mchakato wa kisheria lazima uruhusiwe kuendelea bila shinikizo kutoka nje. Kwa sasa hakuna makubaliano rasmi ambayo yametangazwa kati ya serikali na vyama vya upinzani kuhusu mpango wote mpya wa mazungumzo nchini. Hata hivyo, kuongezeka kwa maslahi ya kimataifa kunaonyesha kuwa shinikizo la uchumba kati ya upinzani na serikali linaweza kuendelea kuongezeka katika miezi ijayo. Swali kuu linabaki sasa, je, Chadema na vyama vingine vya upinzani kama ACT Wazalendo ambao awali walikataa maridhiano na mazungumzo, je, sasa wataunga mkono na kukaa meza moja na Samia Suluhu baada ya shinikizo hili na sharti hili lililotolewa na Marekani, Washington? Je, wataunga mkono pendekezo la bunge la Seneti la Marekani? Na kuachia uwanja huo wa comment section, pia mtazamaji, unijuze maoni yako ama uwanja huo wa maoni chini ya video hii, unieleze mtazamo wako au maoni yako ni yapi kuhusiana na ombi na sharti hili lililotolewa na bunge la Seneti la Marekani. Je, unashauri nini Chadema? Je, unadhani huu ni wakati mwafaka kwa Chadema kukaa meza moja na Samia Suluhu? Na kuachia uwanja huu wa maoni, kumbuka kulike video hii na usubscribe. Vile vile mtazamaji, bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.